neno la Mungu. Wokovu ni mfumo wa maisha yanayoongozwa na neno la Mungu. Sasa nchi inaongozwa na kitu kinachoitwa katiba. Ili nchi ikamilike kuwa nchi, lazima iongozwe na kitu kinachoitwa katiba. Kwa hiyo katiba ndiyo ambayo inasimamia sheria za nchi. Ili nchi iende vizuri, ni lazima iwe na katiba. Kwa hiyo wokovu ni mfumo wa maisha. Hayo maisha yanaongozwa na neno la Mungu. Kwa maana hiyo sasa, kama ambavyo nchi inaongozwa na katiba, manake maisha yetu sisi tuliookoka yanaongozwa na neno la Mungu. Amen. Nataka nitaratibu hivyo. Kwa hiyo hakuna nchi ambayo haina katiba. Kwa sababu katiba ndio inayoeleza kwamba nchi iende hivi. Na kama kuna jambo lolote jipya ambalo linajitokeza na kwenye katiba halipo, wabunge wanakaa na kulitungia sheria, alafu wanaingiza kwenye katiba au kwenye sheria za nchi kwamba hili jambo litatuliwe hivi. Mfano, kosa hili, ukubwa wa kosa hili, huyu mtu anatakiwa anyongwe, lakini hili hahukumiwe miezi 3. Amen. Kwa hiyo wokovu nayo ni maisha. Kwa lugha nyingine nyepesi kabisa, wokovu ni kuhamishwa, kutengwa. Lugha nyingine, wokovu ni kuhamishwa. Sasa sio kile kitu cha kuandika vingine vya kuelewa tu, kwamba wokovu ni kuhamishwa, wokovu ni kutengwa. Kama mimi nilikuwa sehemu ambayo nanyeshewa na mvua, lakini sio sehemu sahihi kibinadamu, wewe ukaja ukanihurumia, ukanitoa pale naponyeshewa, ukaniweka sehemu ambayo sinyeshewi, nasema umeniokoa na nini? Na mvua. Amen. Ni wokovu nao huo. Umeniokoa na nini? Na mvua. Nilikuwa nimepata ajali. Kwenye ajali nimeumia, siwezi kujitoa pale. Wewe ukapita, ukaniona, ukanihurumia, hatimaye ukaamua kunisaidia. Kwa hiyo baada sema hivi, I say, kama sio fulani nisingeokoka na ile ajali. Kwa hiyo wewe umeniokoa kwenye ajali. Wewe ndio ni wokovu. Amen. Moto unawaka sehemu, sina namna ya kuweza kujiokoa pale. Watu wa nje wakaja wakanisaidia, nikatoka. Nasema nimeokoka na nini? Na moto. Amen. Amen. Kwa hiyo wokovu sasa ni mfumo wa maisha. Hayo maisha yanaongozwa na nini? Na neno la Mungu. Kama ambapo nchi inaongozwa na katiba, basi mfumo wa maisha ya wokovu unaongozwa na neno la Mungu. Kwa hiyo kumbe, lile somo letu la kila jambo unaloliona huku limeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake waliona kwenye ulimwengu wa roho kwamba mfumo wa maisha Mungu alioandaa lazima uongozwe na nini? Na Biblia. Kwa hiyo nao wakasema basi na nchi zetu na sisi ziongozwe na sheria zao. Kwa hiyo wakatengeneza sheria, lakini walijuaje hiyo akili? Waliipata kwa nani? Kwa Mungu. Utakumbuka hata bustanini, Mungu hakuwapa tu watu bustani wakae akawaacha, hapana. Aliwapa sheria kwamba fanyeni mnachokifanya, kuleni matunda ya miti yote, lakini huu mti wa katikati msifanyeje? Maana yake ile ni sheria, ile ni katiba. Amen. Kwa hiyo wokovu ni mfumo wa maisha yanayoongozwa na nani? Na neno la Mungu, ambao ni nini? Ni Biblia. Au ambayo ni nini? Ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ili mimi niishi maisha mazuri ya wokovu, jambo la kwanza lazima nizijue sheria, lazima nijue katiba, lazima nijue neno la Mungu. Amen. Amen. Ili mimi niishi vizuri, lazima nilijue neno la Mungu. Kwa nini nilijue neno la Mungu? Kwa sababu ndilo ambalo limebeba mfumo wa maisha yangu. Kwa hiyo ukiona mtu anateseka kwenye nchi, anapitia mambo magumu kwenye nchi, kwa lugha nyepesi ni kwamba hajui sheria yake, hajui sheria inayomlinda. Amen. Ukiniona mimi naonewa na mtu alafu siendi kushtaki, nimeridhika, kwa lugha nyepesi maana yake ni kwamba sijui haki zangu. Maana ningejua haki zangu nisingekubali kufanyeje? Kuonewa. Wakati najua nikienda polisi nitasaidiwa. Kwa maana hiyo sasa, mtu yoyote ambaye ameokoka lakini hapati haki zake sawa sawa na neno la Mungu, maana yake hasifanyeje? Hazijui haki zake.
Umeelewa mpaka hapa? Kwa hiyo kumbe wokovu ni mfumo unaoongozwa na nini? Na neno. Kwa hiyo ili wewe uishi vizuri kwenye huo mfumo, lazima ulijue nini? Neno. Na kulijua neno sio kulisoma. Kujua sheria sio kushinda. Usijue sheria na ujue jinsi ya kuzitumia. Kwamba Festo mtacheza naye michezo yote, lakini nikimkorofisha tu, akibadilika akienda polisi, pamoja kama ni rafiki yangu, nimeisha. Kwa hiyo mtacheza naye kwa mipaka. Kwa sababu najua kuna sehemu nikimgusa, sio yeye tena anayenishtaki, sio tena anayeniadhibu, ni sheria za nchi. Ninyi sio watumishi wa Mungu hapa, si ndio? Sisi sio wanadamu kabisa. Naweza kawa pekeni magoti, mtapiga, mtatii, nendeni nje kachukue matofali lakini kule kwa ajili ya kazi ya Mungu mtafanya. Ila muda atakaoanza kufundisha ukatili, mkatoka mkasema mchungaji ametufundisha tunywe sabuni ndio dawa, muda huo mimi nakamata. Hata mmoja aseme jamani, mchungaji ametufundisha tunywe sabuni ndio dawa ya corona. Sabuni ambayo ina chemical, imepimwa kwamba ina chemical, haifai. Mimi nasema Mungu amesema na mimi mnywe hii sabuni. Atakayetoka yeyote kama ni mmoja akishtaki kwenye nyumba za mtaa au kwa mwenyekiti, akapeleka mbele na akamwona mchana peupe. Kwa nini? Nimecheza na maisha ya nani? Ya binadamu. Lakini ukienda ukiripoti kwamba mchungaji ametofali tofali, hakuna anayekusikiliza. Kwa nini? Hiyo ni haki yako, ni wajibu wako kufanya. Amen. Hapa sijakuvunjia sheria yoyote. Lakini ninapoanza kumezesha vitu ambavyo ni sumu, hapo hata kama mimi nabii na nyota ngapi kwenye unabii, bado sheria za nchi zanibana na naenda jela kabisa. Kwa nini? Nimecheza na maisha ya binadamu. Sasa basi, kama wokovu ni mfumo wa maisha yanayoongozwa na neno la Mungu, basi ni lazima, sasa hapa sio hiari, basi ni lazima ili ufaidi huo mfumo wa maisha vizuri, au ili uishi maisha vizuri, lazima ulijue neno, kwa sababu ndilo ambalo limebeba mfumo wa jinsi ya kuishi kwenye wokovu. Wewe hapo usingejua kwamba kutukana ni dhambi kama neno la Mungu lisingeandika, ila ungejua kutukana ni utovu wa nini? Wa nidhamu. Sio kama tunaelewana vizuri hapa. Sasa hivi mtu ambaye haijui Biblia akitukana, yeye anajua amefanya utovu wa nini? Wa nidhamu. Lakini wala haogopi, kwa sababu anajua ni utovu tu wa nidhamu. Ila wewe unaogopa vitu vingapi? Viwili. Cha kwanza utovu wa nidhamu, lakini cha pili dhambi. Hii dhambi umejuaje? Katiba yako inasema. Kwenye mfumo wako wa maisha ya wokovu umeambiwa kwamba kutukana ni dhambi. Kwa hiyo unaacha kutukana sio kwa sababu hutaki kufanya utovu wa nidhamu, ila kwa sababu hutaki kumkosea nani? Mungu. Haleluya. 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 Sasa vivyo hivyo kuna haki zako kwenye wokovu. Sasa hizi haki kwenye wokovu kama tujaziangalia, tunakuja kwanza kwenye nchi kama nchi. Una haki zako kama raia. Moja ya haki yako ni hii. Moja ya haki yako ni kwamba unatakiwa kulindwa wakati wowote, mahali popote. Ni haki yako kulindwa. Yaani ni hivi, kwenye nchi yako wewe, ni haki yako wewe kulindwa. Ni haki yako. Yaani ikitokea umepata tatizo, alafu polisi wakakuona usikusaidie, ukiwashtaki, wanakamatwa na wanaadhibiwa. Kwa sababu ni haki yako wewe kulindwa. Kama ambavyo kwenye ulimwengu wa kawaida ni haki yako kulindwa, pia kwenye wokovu na haki zako. Na hizo haki utazijuaje? Kwa kusoma nini? Katiba yako au neno. Kwenye neno ndio utajua kwamba mimi nikiumwa ni naye anayeniponya. Kwenye neno ndipo utakapojua nikipata tatizo yupo msaidizi wangu. Kwenye neno ndipo utakapojua kwamba haupaswi kuwaza kuhusu kula, haupaswi kuwaza kuhusu mtavaa nini. Hivyo ni Mungu mwenyewe anajitoa. Kama ambavyo nchi kama nchi ina haki ya kutoa vitu muhimu kwako bila kulipia. Ni Tanzania, tuna nchi zingine ambazo bado ni maskini. Lakini kwenye nchi za waziri zilizoendelea, maji ununui. Maji ni jambo la lazima kwa kila mtu. Nyinyi na Moruasa mnalipia. Ni nchi za kimaskini, lakini kwa wenzetu wanasema hili ni jambo la muhimu, ili atamgharimu Mungu, hili atamgharimu sisi na Mungu. Umeme tumefua sisi, tutalipia umeme. Lakini swala la maji ni ya Mungu, ameyatoa ili watu wake wapate. Sisi kama serikali ni kuwasaidia kuwapelekea mpaka wapi? Majumbani mwao. Basi. Kwa hiyo nchi za zetu walipia umeme, maji. Kabisa. Ila wewe utalipia, kwani bado nchi yako ni maskini. Amen. Sasa akitokea mtu ambaye anazijua sheria za kibinadamu vizuri, akaja akamwambia Tanzania mnawaonea hao watu kuambia walipie maji, maana yake muda huo sheria inabadilishwa, maji yanakuwa ni bure, inapewa bure. Kama ambapo wanakuwa
Tanzania chakula ni kipi? Mbona Tanzania tunalipia? Sasa ukiona Tanzania tunalipia ni kwa sababu bado nchi ni nini? Maskini. Bado. Kwa hiyo lazima mchangie na nini? Japokuwa mwezi kulipia ila mtachangia tu. Kwa sababu mwezi kulipia maji. Walisema kuuzie maji hakuna atakayeweza hapa. Haleluya. Amen. Tuko pamoja mpaka hapo Amen. Kwa hiyo kama ambavyo nchi huongozwa na katiba, basi wokovu nao huongozwa na maelekezo yaliyoko kwenye nini? Biblia. Kwa hiyo akili ya mwanadamu toka asili iliharibika. Yaani baada tu ya Adamu na Musa kuafishana huko, Mungu akakasirika na wakagombana na mwanadamu. Kwa hiyo walivyogombana na mwanadamu, tayari mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu yakawa yameharibika. Kwa Mungu akaona atengeneze njia ya kurejesha mahusiano upya. Akaona njia pekee ya kurejesha mahusiano upya ni kumtoa mtu atoke huko aje alipe gharama ya sisi kurudisha mahusiano yaliyopotea. Amen. Kumbuka nilimwambia hivi, wokovu ni kuhamishwa. Wokovu ni kutolewa kwenye jambo la hatari na kwa hiyo kwenye jambo la kawaida zuri. Wokovu ni kuokolewa, si ndio? Ni mfumo wa maisha unaoongozwa na nani? Na neno la Mungu ambao ni Mungu mwenyewe. Kwa kumbe mtu ambaye ana Roho Mtakatifu anaweza asiwe na Biblia kabisa, anaweza asijue kusoma kabisa, asijue kusoma hata A wala B, lakini ameokoka. Akisha kuwa na Roho wa Mungu, maelekezo ambayo unayapata hapa kwenye Biblia kwa kusoma, yeye anayapata kwa Roho. Atakuwa anaambiwa na Roho wa Mungu kwamba usifanye hiki. Je, ukimuuliza umekisoma wapi Biblia hatajua, lakini amesikia sauti kumwambia usifanye hiki. Na ndio maana zamani kuna watu kama kina Elia, Elisha, Musa na watumishi wengine hawakuwa na Biblia, kwa sababu kusoma habari za wafalme na kutana kina Elia na Elisha, wao ndio walikuwa wanafanya hayo matendo na yasoma. Kwa hiyo hawakuwa na Biblia. Swali ni hili, walijuaje kwamba Mungu kipapendi? Maana Roho wa Mungu alikuwa akiwasemesha, Mungu alikuwa anazungumza nao. Kwa hiyo ni unaamua wewe mwenyewe. Kama hutaki kutumiwa na Roho wa Mungu, basi utatumia nini? Biblia kusoma. Lakini kama ukisema mimi sitaki kutumia Biblia, mimi nataka tu nimsikize Mungu anasema nini, mbinguni unaenda na haki zako unazipata na hautatofautiana na mtu aliyejua neno. Kwa sababu wewe bado tukikosa ni historia, hadithi. Kwa sababu hizi hadithi tunazosoma hapa kazi yake ni kukupa picha jinsi Mungu anamdili na mambo. Mfano, ukiangalia habari ya Ayubu alipoteseka mpaka kamaliza salama, inakusaidia wewe kwenye jaribu lako ujue kwamba kwenye jaribu langu sipaswi kumwacha Mungu. Kwa sababu bwana mwenzangu Biblia yeye alipitia magumu na Mungu alimsaidia. Sasa hili halina maana yoyote kama ukilisoma tu ukajua Ayubu ni 1-2. Maana inakuja pale ambapo unapitia jambo gumu, alafu nasema hivi, hebu niangalie wenzetu walipokuwa kwenye mambo magumu kama haya, walitumia njia gani kutoka. Kwa hiyo nasema hivi, okay, na mimi na tatizo. Wewe Biblia ndio tatizo kama langu. Unaangalia unakutana na Ayubu unasema, wow, kumbe siko peke yangu. Alimtukana Mungu? Hapana. Aliacha imani? Hapana. Aliacha wokovu? Hapana. Mwisho Mungu alitokea akamsaidia. Acha na mimi niendelee kuungana na Mungu, naamini atanisaidia. Amen. Haleluya. Lakini pia inawezekana wewe ni mtu ambaye anatafuta mtoto. Sasa hujui kwamba watu inakuaje kama mimi sina uwezo wa kupata watoto. Inakuaje? Sasa unakuja kwenye Biblia tena. Kumbuka nimekuambia ni mfumo wa maisha unaoongozwa na nini? Kwa hiyo angalia sasa, mimi nina shida ya mtoto. Nimejaribu kwenye njia kawaida, sipati. Na mtoto ni haki yako. Amen. Ni haki yako. Unakuja unaangalia hivi, wanadamu wenzangu ambao walikosa haki yao hii ya mtoto, walifanyaje? Ndio unakuja kwenye maandiko. Unakutana na kina Hana na kina Sara. Unamkuta Hana ana shida ya mtoto, anabaki wapi? Hekaluni akimlilia nani? Mwisho wa siku Mungu alifanyaje? Alimpatia. Na unakuja unapata na Sara naye alikuwa hana mtoto kwa miaka mingi. Lakini mwisho wa siku Mungu akafanyaje? Akampa mtoto. Kwa hiyo unasema hivi, kumbe siko peke yangu, kumbe ni haki yangu na mimi namuita Bwana. Kwa hiyo hausomi tu neno ukaishia pale. Linakupa uhakika kwamba kwenye huu mfumo wa maisha haya ni mambo yetu, ni haki yangu ni kupata. Kwa hiyo unaenda mbele za Mungu Baba. Kama ambavyo ulimbariki fulani kwenye Biblia, nani ninaamini una uwezo wa kunibariki na mimi. Tunaona kwenye Biblia Yesu anakutana na dada mmoja ambaye alikuwa amepagawa na mapepo kiasi kwamba anaweza kadondoka popote kwenye moto mahali popote. Si ndio? Yesu anaelezewa habari za yule, anasema anamwambia Bwana, nisaidie kumwombea binti yangu kwa sababu
kuna muda hii anatokea akiwa kwenye moto anaanguka, au kwenye maeneo mabaya anaanguka. Alafu ni mtu ambaye anakaa kaburini. Yesu anaweka mkono, yule mtu anafunguliwa, mapepo anamwachia, anakuwa huru. Si ndio? Kwa hiyo na wewe ukiona mwenye shida namna hiyo, unasema hivi, hebu tuangalie kwenye maisha yetu huku ili jambo lipo. Unakuja unapekua sasa na wewe. Lipo. Ile kutokea Yesu akamsaidia huyo mtu. Kwa hiyo na mimi nasema hivi Baba, kwa sababu nina ushahidi wa kwenye neno, kuna watu waliosaidia hata kwenye hili, na mimi najua utamsaidia na huyu. Haleluya. Kwa hiyo mpaka hapa sasa unajua wokovu ni nini. Wokovu ni kuhamishwa. Sasa huo wokovu ni neno dogo, lakini ina mambo mengi sana. Ukijua haki chache utabarikiwa na hizo haki chache unazozijua. Kwa maana kwamba ukijua haki zako 10, ukipata tatizo, hizo haki 10 ndio zitakazo kusaidia unazozijua wewe. Mfano unajua ni haki yako kulindwa, ni haki yako kutetewa, ni haki yako kuponywa. Mfano sasa. Kwa hiyo lakini hujawahi kusoma kwamba ni haki yako kubarikiwa kwenye uchumi. Kwa hiyo utateseka kwenye eneo la uchumi hata uombewe na nani. Mpaka siku akili yako itakapojua kutoka kwenye neno au kutoka kwa Mungu mwenyewe kwamba kumbe kuinuliwa kiuchumi ni haki yangu. Ukishajua tu tayari lango limefunguka, unaanza kubarikiwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hauwezi kubarikiwa kwenye eneo la uchumi kama ufahamu wako haujaweka hicho kitu akilini na ukielewa kwamba huyu Mungu aliyemtumikia mimi ana uwezo wa kunibadilishia maisha, kunitoa kwenye hali hii ya kimaskini, kuniinua mpaka hatua nyingine. Sio kusoma tu, unasoma alafu unaelewa, alafu akili yako inaamini hivyo. Kwa sababu kinachokusaidia wewe ni kiwango cha imani kilicho kwenye moyo wako. Kwa lugha nyepesi ni hivi, usitegemee Mungu aje kwako zaidi ya kiwango cha ufahamu ulichonacho kwake. Haleluya. Haleluya. Hakuna namna yoyote ambayo Mungu atajitokeza kwako zaidi ya kiwango cha ufahamu ulichonacho. Kwamba kama leo anaweza kaja mtu hapa na mapepo, nikakwambia muombe, utamuombea, utashaona mapepo hayatoki. Mbona mapepo anapiga tu kelele hayaondoki? Anakuja mtu mwingine anaweka mkono, mapepo anaondoka. Wewe unaweza kuumia. Mbona mimi sina upako? Swala sio upako. Swala ni kiwango cha ufahamu ulionao juu ya mambo ya mapepo. Haleluya. Wangapi unajua kushona kutumia cherehani? Ngapi mnajua? Kwa unajua. Mwingine hakuna. Kwa maana yake ikija cherehani hapa, tukaambia jamani milioni 10 hizi hapa, mtu ashone hata kitambaa tu. Kwa mfano mimi goto langu hapa lina kifungo hiki hapa kimetoka. Haya, nani hawezi aweke kifungo tumpe hela? Wote mtu akosa, ila wewe utafanyaje? Ataipata hiyo hela, si ndio? Kwa nini? Yeye anafahamu juu ya hilo eneo. Kwa lugha hiyo sasa, na kwa maana sasa hivi, kwenye eneo lolote ambalo unataka Mungu ajitokeze kwako, kabla hajajitokeza anaangalia moyoni mwako una kiwango gani cha ufahamu kuhusiana na hilo jambo. Kwa hiyo kiwango cha ufahamu ulichokiwekeza ndani yako ndicho ambacho kinaamua msaada kwenye hilo eneo lilokwama. Unaweza kufungua Waefeso 4:20. Usiandike, fungua tu sababu anaendana na somo la na mambo ya wokovu. Nataka tuelewe hii point hapa. Waefeso 4:20. Unaweza kufungua. Nielewe vizuri point, na rudi kwa mara nyingine. Ni hivi. Maombi ya masaa 3 yatakusaidia kupata majibu. Maombi ya siku nzima hayatakusaidia kupata majibu. Maombi ya siku 3 kufunga na kuomba hayakusaidii kupata majibu. Kinachokusaidia kupata majibu ni kiwango cha ufahamu ulichonacho juu ya Mungu kwenye hilo jambo ambalo unamuita Mungu akusaidie. Nakagumu hapo kuelewa. Narudia tena. Mimi nataka niajiri watu wafanye kazi hapo. Wamjengee ile kanisa. Lakini nitamlipa mtu kulingana na idadi ya tofali alizojenga. Si ndio eh? Kwa hiyo mwenye uwezo atajenga matofali mengi ndiye atakayeondoka na hela. Jamani, kwani baadaye kiomba mwenzako 50 wewe utakupa 10, utasema nimependelea? Kwa sababu nitoa uhuru, kila mmoja ajenge tofali anazoweza. Kwa hiyo speed yako ndio ambayo itaamua uondoke na shilingi ngapi, si ndio? Kwenye mambo ya Mungu nako ni hivyo hivyo. Kwamba Mungu hakujibu kwa sababu umeshinda siku nzima ukijenga. Mungu hakujibu kwa sababu umeshinda siku nzima ukiomba. Mungu anakujibu una akili kiasi gani? Unauelewa kiasi gani juu ya Mungu kwenye hilo tatizo? Mfano, mimi hapa ninaumwa.
nina HIV, ninaumwa hapa nilipo na HIV, wapendwa. Hapa nilipo na nini? Na HIV. Watu wa Mungu, ni mfano. Ana mtoto mchungaji amesema akili yeye mwenyewe kanisani. Alice, ni mfano tu wa Mungu, sawa? Mimi hapa nilipo na nini? Na HIV. Sasa nina taarifa nyingi kuhusu HIV kwamba haiponaki. Si ndio Lakini akaja mtumishi akapanda ufahamu mwingine kwamba kwa Mungu HIV inafanyaje? Inapona. Kwa hiyo akishawekeza ile maarifa ndani yangu, yanashindana kati ya maarifa ya kimungu na ukweli ulioambiwa kuhusu HIV. Kwa hiyo kama taarifa nitakazoingiza kuhusu HIV haiponi ni kubwa kuliko za kitumishi, maana hata kama niombewe kiasi gani sitapona. Hata niombewe kwa nani sitapona. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya ufahamu wangu ninajua HIV haifanyeje? Haiponi. Kwa ile HIV Mungu ipone, aje mtumishi kwanza akubaliane ukweli ndio nao kwamba mimi nimeambiwa HIV haifanyeje? Haiponi. Aniambie ni kweli haiponi. Sio uongo, ni kweli haiponi. Kibinadamu haiponi. Ila kuna nguvu nyingine. Hii nguvu nyingine yenyewe ina uwezo wa kuondoa nini? HIV. Kwa hiyo mtaanza kupima. Kuna nguvu nyingine ndio. Iko wapi? Ataniambia. Hiyo nguvu inaitwa Mungu au nguvu ya Mungu. Huyo Mungu yeye ana uwezo wa kuondoa HIV ndani yako. Kwa nikipokea kwa ukubwa ile taarifa, nikiingia ndani yangu, inatengeneza kitu kinachoitwa nini? Imani. Mwanzoni sikuwa na imani kwamba nitapona HIV. Lakini mara tu baada ya kuambiwa kuhusu kitu kingine chenye uwezo wa kuponya, naingiza kwenye akili yangu. Kwa hiyo ni hivi sasa. Okay. Ngoja tu mfano hapa mtanielewa. Haya, angalia sasa huku. Angalia mtaelewa, tutumie akili. Tuashumu hiki hapa ni kikombe, sawa? Hiki ni kikombe. Na hiki hapa ni kikombe. Sasa hiki kikombe kina maji yamejaa kwamba siponi nini? HIV. Sawa? Lakini kwa hizo taarifa zote zinaingia kwenye moyo wa mtu huyu mmoja. Kwa hiyo taarifa ya kwanza imeingiza hapo kwenye moyo kwamba HIV haiponi. Alafu kikombe kitajaa kwamba HIV haiponi. Kwa hiyo tunaposema kwamba mimi kipo fulu gani? Siponi HIV. Si ndio? Akaja mtu kwenye moyo ule ambao umejaa akamimina kwamba HIV inafanyaje? Inapona. Kumbuka ukimimina kwenye kitu kilichojaa yanaingia alafu yanamwagika, si ndio? Kwa hiyo unapozidi kumwaga pale yanaendelea kumwagika. Yanamwagika yale kwamba unapona na mengine kwamba hauponi, yote yanamwagika. Unapozidi kumimina, kumbuka itafika hatua. Roho ndio kwa mfano mzuri sasa hapa. Hapo mtaelewa. Maji ya baridi na maji ya moto. Haya ni maji ya moto, haya ni maji ya baridi, alafu mimi ninakuja maji ya moto. Nataka niyafanye haya ya moto nikaoge, si ndio Kwa hiyo sinamimina. Nikimimina ya baridi inatoka, lakini tena ya moto inamwagika vile vile. Yote inamwagika. Ila kama ya moto ni mengi, na naenda kumwaga, ya moto ya baridi yatatoka, yataanza kuingia nini? Ya moto. Kwa hiyo namwaga, mwisho wa siku tukigusa ile kwa baridi inakuwa nini? Ya moto. Umeelewa vizuri sasa kwa mfano? Sasa basi. Kwenye moyo huo ambao umeambiwa kwamba siwezi kupona. Kwenye moyo huo ambao umeambiwa HIV haiponi. Unaweza kuambia hivi, HIV inapona. Unamwambia HIV inapona. Kuna aina ya kiwango cha HIV haiponi. Kinamwagika. Amen. Kwa hiyo kila unavyoambiwa HIV inapona. Bwana kuna mtu aliponoka aliponyoa Biblia, japokuwa ugonjwa mkubwa ulipata wa HIV, angalau mama aliyekuwa anatoka damu miaka mingapi? 12. Hajawahi kupona. Lakini aligusa pingu la vazi la Yesu akapona. Hapo hajawekewa mkono, aligusa tu. Vipi kama angeonewa? Sio jinsi ambavyo Mungu anafanya kazi. Kwa imani yako inaweza kuongezeka tokea kwenye habari unazoambiwa. Amen. Imani huja kwa kusikia. Kusikia nini? Neno la Mungu. Kwa baadaye huyu mtu ambaye alikuwa anajua kwamba haponi, akishajazwa habari nyingi kwamba Yesu anapona. Siweza kwamba Yesu anaponya. Siweza kwamba HIV haiponi, zinaondoka zote. Zikiondoka na baki na hii moja tu kwamba mimi napona. Hata akienda mtoto mdogo akisema hivi, leo nimekuja kukuponya sasa. Sinahubiria habari nyingi kwamba Yesu anaponya, ndio. Leo unapona ugonjwa wako. Haijalishi ni mkubwa kiasi gani. Kwa sababu ya aina ya imani aliyojengewa na watumishi mbalimbali, atakapokutana hata na mtoto mdogo, akiwa mtoto mkubwa namna hii, anapona kweli.
Sasa basi, kwa sababu watu hawafahamu, aliyemuombea atajigamba, atasemaje? Nimemponya. Nina nini? Upako. Anasahau kwamba shida haikuwa Yesu tatizo peke yake, Yesu sio majibu peke yake. Kuna watu walianza kupanda nini? Imani kidogo kidogo. Ndio maana nataka kusema hivi, ukija hapo kwangu ukapona kanisani, usende huko ukasema hivi, lile kanisa lina upako sana au mtumishi ana upako sana, unakuwa unakosea. Sio kweli. Kama mimi na upako kuliko wengine, sio kweli. Ila tu umehubiriwa kwa habari ya uponyaji muda mrefu. Siku hiyo kikombe kile kimejalia wapi? Hapa. Kwa hiyo nikigusa tunapona. Sio kama mimi na upako kuliko wengine. Ila kikombe kimekuwa full wapi? Hapa. Wewe unamwambia hivi, nenda kwa Mercedes. Kule utapona. Ndio kikombe kilikuwa kinajaa hapo. Amen. Amen. Ndio maana utashangaa. Kuna watu ambao tunaombea hapo kwetu wanapona kabisa. Ila kuna watu wengine naamini, japokuwa sije kuwaona, lakini naamini tu wana shida zao ambao hawajaponea hapa. Wataenda sehemu zingine huko na watapona. Kwa nini? Hapa bado kikombe kipo nusu. Amina. Haleluya. Haleluya. Umeelewa? Amina. Umeelewa? Kwa hivyo basi, kiwango cha kufahamu ulichonacho ndicho kinachoamua uwe na majibu kiasi gani kutoka kwa nani? Sio mimi nimesema, ni maandiko. So 3:20. Usikilize vizuri. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu Ndio. kuliko yote tuyaombayo. Rudia tena. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Umeelewa mambo ya ajabu mno Mambo ya ajabu mno. Kuliko yote tuyaombayo au kuyawaza. Kuliko yale yote tuyaombayo. Kwa hiyo kumbe hata yale ambayo unayaomba, Baba katika jina la Yesu, tazama shida yangu hii. Nimekuomba kwa muda mrefu, haijaondoka. Ninaamini leo inaondoka. Biblia inasema hivi, Mungu ana uwezo wa kufanya hata zaidi ya hayo yaombayo. Jiulize, umeomba mangapi na Mungu hajafanya? Si ni mengi? Si ni mengi? Umeomba mengi na Mungu hajafanya, si ni kweli? Unajua shida, unaona shida ni Mungu. Unapata shida yako ni nini? Utagundua shida ni nini? Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Jibu ni hilo hapo. Kwa kadri ya nini? Ifanyaje? Ndani ya nani? Ndani ya nani? Kwa kadri ya nguvu ifanyao kazi ndani ya nani? Ndani yako wewe. Kwa hiyo kumbe kuna nguvu ya Mungu ndani yako. Hiyo ndio ambayo inafanya kazi. Kama ni kidogo, hata kama muite kuanzia asubuhi mpaka usiku, hawezi kufanya zaidi. Kwa nini? Kwa sababu nguvu itendayo kazi ndani yako ndio inaoamua. Sio nguvu itendayo kazi ndani ya nabii. Amen. Mimi nikija nitakusaidia, naangalia una kiwango gani cha imani kwako. Nikigundua una kiwango fulani cha imani, na mimi kwa sasa tayari mimi na imani yangu, naunganisha na imani yako. Nikiweka tu mkono papa, unapokea. Ukitaka kujua, acha kuamini afu niamini, utapokea. Inawezekana. Biblia inasema Yesu alina kwao, mjini kwao alikozaliwa, kulikuwa na wagonjwa wengi, aliponya huyo. Alipojaribu kuponya wengine ikashindikana. Biblia inasema kwamba Yesu akakataa kuwaponya. Yaani ilishindikana, anaponya watu hawaponi. Yesu mwenyewe, yani ndio anasema. Kwao alikozaliwa, jamani. Kwa nini usituponyeshia ujanja? Si ndio kuponyeshia mbwembwe. Kwa jamani, mimi nabii, nitabiri hapa muone. Nitoe misukule huko muone. Si ndio sema inafaa. Sasa kule ilishindikana. Kwa nini? Watu walikuwa hawana nini? Imani. Imani pasipo matendo ifanyaje? Imekufa. Hebu jiulize, Yesu anaponya mtu, pona. Maana Yesu anasema kwa jina la Yesu, Yesu anasema pona. Ngome iko pale pale. Kwa kwanza, pona. Ngome iko pale pale. Yesu kaacha. Aliangulia huyu. Na alipoulizwa akasema hivi, jamani, hawakuwepo wakoma wengi. Mbona niliponya mmoja? Kwa hiyo maana yake alikuwa anatia moyo, anasema kwamba sio nitakaombea watapona. Wengine imani zao bado hazijajaa. Na nitakusaidia pia kwenye maandiko. Kuna mtu anaitwa Hana. Hana alikuwa na shida nini? Ya mtoto, si ndio? Kanisa lile, mchungaji wake ni yule kuhani Eli. Anaomba pale, wapi? Hapokei. Hakuacha kuomba. Akaendelea kuomba. Maana yake alikuwa anakuza nini? Imani yake. Mchungaji siku ile akamwambia rudi nyumbani ukale. Maana Mungu amesikia maombi yako. Mimba hii hapa. Swali ni hili. Wewe mchungaji, kwa nini unaniambia dakika mitatu nyuma? Kama neno ni hili tu. Maana yake ilikuwa wakati. Sasa mchungaji sio alikuwa amendi. Tuwe bwana tamka, pokea wapi? Pokea wapi? Kwa nini? Imani bado. Imani ni kuwa na hakika na mambo ya tarajiwayo. Kwa hiyo kumbe